Sasa ya mwaka jana yameshapita, yaliyopita si ndwele. Tumekaa chini tukafanya analysis ya kiutawala na ya kiufundi, tukaangalia tumekosea wapi, tukapata majibu na tukafanya usajili mkubwa ili uweze kuja kutusaidia kwenye michuano ya kimataifa. Ukiangalia wachezaji tuliokuwa nao ambao tumewasajili ni wale wachezaji ambao kwanza wana energy, lakini wana experience na exposure kubwa ya kuisaidia Simba kwenye michuano ya kimataifa. Imani yetu ya kwamba mwaka huu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutavuka hatua ya makundi, tutakwenda mpaka robo finali. Lakini bado robo finali sio hatua ya kujivunia kwa Simba Sports Club. Malengo yetu kwenye michuano ya kimataifa msimu huu ni kucheza nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Haya ndiyo malengo yetu, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuyatimiza malengo haya ya kufika hatua ya nusu finali. Na kila tukitazama timu yetu, kila tukiwaangalia wachezaji wetu, unaiona Simba hiyo ambayo inakwenda kutimiza haya malengo na kukata kiu ya mashabiki kwa kufika hatua ya nusu finali. Kikosi kinaondoka tarehe 4 ya mwezi wa 9 kama ambavyo nimesema, lakini kwa kuwa tunakwenda Malawi, tumeandaa vile vile safari ya mashabiki ambao tutasafiri kwa njia ya basi kuelekea Malawi. Hii itakuwa ni mara ya pili tunasafiri kuelekea Malawi. Tumeshawahi kusafiri tukaenda kucheza na Nyasa Big Bullets kama mnakumbuka. Lakini vile tumeshawahi kusafiri kwenda Zambia kwa kutumia usafiri wa basi. Tumewahi kusafiri kwenda Uganda kwa kutumia usafiri wa basi. Hizi ni rekodi za miaka ya hivi karibuni. Kwa hiyo safari hii tunakwenda kucheza na Might Wonders ambao ni mabingwa wa Malawi. Tukasema tusiache timu iende peke yao na tusiwaache wachezaji waende peke yao. Tuambatane na mashabiki watakao kuwa tayari kwenda kuipambania Simba huko, kwenda kuiteka Malawi na kwenda kufanya balaa kubwa. Sisi tunaamini huu ukanda wote wa kusini mwa Afrika huu, ukitoa Afrika Kusini, ukanda wote huu, sio Botswana, Malawi, sio Zambia, Zimbabwe, ukanda wote huu Simba Sports Club tuna uwezo wa kufika na kuiteka nchi husika na kuiweka chini ya uangalizi mkali wa mashabiki wa Simba mpaka pale mechi itakapomalizika.